Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Ile dhana ya ardhi kwa usalama wa nchi, amani ya nchi na ulinzi wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameamua kutumia idara ya ardhi kuhakikisha ardhi inalindwa, inahifadhiwa na inaendelezwa pia, tena kwa uwazi, huku dhana ya ushiriki wa wananchi ikiwa ndio kipaumbele muhimu. Kupitia uzinduzi wa sera ya ardhi ya mwaka 1995, toleo la mwaka 2023, Rais amesema pasi na kumung'unya maneno kwa Watanzania, lakini pia kwa watumishi wa idara ya ardhi wenye dhamana ya kutuongoza kuhakikisha nchi inakuwa salama kupitia ardhi, na haya ni maneno ya Mheshimiwa Rais. Jambo jingine kwa wananchi wenzangu ni kuwakumbusha kwamba swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo tuhakikishe tunazingatia sharti hilo ili kuondoa usumbufu. Kupima kila kipande cha ardhi inalenga kulinda ardhi yetu, kuongeza thamani ya ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi kwa kila mmiliki kutambua mpaka wake. Rais ana nia ya dhati ya kulinda na kuitunza Tanzania kwa gharama yoyote. Hakuona shida kusema ukweli mchungu, tena mbele ya hadhara, huku Watanzania wakiwepo wale wananchi wa wilaya ya Chunya wakifuatilia hotuba yake. Maneno yake yenye nia ya kutaka mabadiliko kwa watumishi wa idara ya ardhi yalikuwa dhahiri shahiri kwamba wananchi wananung'unika juu yao, na hapa anawaeleza kwa uwazi. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanayofanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Lakini bado malalamiko mengi dhidi ya watumishi wa sekta hii ya ardhi yako kwa wananchi. Lakini pia mnasemwa kwa kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali. Kama mnapima viwanja 3,000, basi viwanja 300, 400 ni vya watumishi wa ardhi. Takwimu zinaeleza wazi kwamba zaidi ya 75% ya ardhi ya Tanzania bado haijapimwa. Na kwa dhana hiyo sasa, Chunya yenye ukubwa wa kilomita za mraba 12,984, je, 75% ya eneo hilo bado halijapimwa? Makala hii inatembelea halmashauri ya wilaya ya Chunya kujua juhudi zilizowekwa katika kuhakikisha ardhi inapimwa ili kuepukana na migogoro mbalimbali ambayo imesikika kila kona, ikiwamo halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa kuwa ardhi ndiyo msingi wa ustawi wa jamii yoyote ile, ndiyo amani ya nchi na ndiyo uchumi wa nchi, makala hii imeanza kumfuata mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ili kujua namna ambavyo Chunya iko salama kwa dhana ya upimaji wa ardhi ili kuepusha migogoro. Ndugu zangu wananchi, mpango wa serikali na maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza sisi kutatua migogoro ya ardhi kwa wananchi. Ndio kazi ambayo tumeelekezwa kufanya. Tuhakikishe kwamba tunatatua migogoro ya ardhi kwa wananchi. Na hatuwezi kutatua migogoro kama hatuwezi kutambua kwamba kipande hiki kinamilikiwa na nani, kipande hiki kinamilikiwa na nani, kipande kile ni cha nani. Na tunapokuja kutambua, hatutambui kama waganga wa kienyeji. Tunatambua kwa ushahidi wa majirani na watu wengine wanaojua historia ya mahala hapo. Mheshimiwa Mbaraka Batenga amesema wanatumia wananchi wenyewe katika kutambua wamiliki halali wa vipande mbalimbali vya ardhi, jambo linaloongeza ufanisi katika umilikishaji wa ardhi ndani ya halmashauri ya wilaya ya Chunya. Aidha, mkuu wa wilaya amewataka wananchi kushiriki katika mpango wa matumizi bora ya ardhi, huku akiwaagiza viongozi mbalimbali waliopo ngazi za kata na vijiji kuhakikisha wanasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais
ya kuhakikisha kila kipande kinatambuliwa na kinapimwa. Kitu cha kwanza kabisa tunaanza na kitu kinachoitwa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Na kila kijiji lazima kiwe na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mpango ule kwanza mnaufanya ninyi wananchi wenyewe. Sio sisi kutoka wilayani ama wapi, hapana. Ardhi ni ya kwenu na kijiji ni cha kwenu na matumizi ni ya kwenu. Kwa ninyi ndio mnaopanga matumizi bora ya ardhi kwenye kijiji chenu ya Weje. Mwisho wa siku lazima mpate vitu vinne kwenye mpango mzima. Moja, lazima mpate eneo la makazi. Lakini la pili, lazima mpate eneo la kilimo. Lakini tatu, lazima mpate eneo la kulisha mifugo. 4, lazima mpate eneo la hifadhi kama misitu na maeneo mengine kwa ajili ya kuendeleza mazingira. Waombe viongozi kwenye vijiji na kwenye kata mkasimamia haya. Tukienda namna hii, migogoro inakuwa hakuna. Na huu ndio mpango wa serikali na hayo ndio maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na maelekezo yake ni kwamba kila kipande cha ardhi nchi hii kipimwe na kitambulike kinamilikiwa na nani. Pamoja na ufafanuzi wa namna ambavyo Chunya wanatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, idara ya ardhi na mipango miji ya halmashauri ya wilaya hiyo ndio wanaowajibika moja kwa moja kuongoza halmashauri katika suala la upimaji, utambuzi na upangaji wa ardhi ndani ya halmashauri husika. Mkuu wa idara ya ardhi, Bwana Ephraim Angomwile, anaeleza namna ambavyo wameanza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, huku hatua mbalimbali muhimu zenye manufaa zikiwa zimeshafikiwa kupitia juhudi za idara hiyo. Kwa sisi kama halmashauri tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote vipande vyao vitambuliwe, vipimwe, baadaye visajiliwe ili kupunguza migogoro na kuongeza thamani katika maeneo hayo. Kwa upande wa maeneo ambayo ni mjini, tunapanga maeneo, tunapima na kumilikisha. Kwa upande wa vijijini, tunapanga matumizi ya ardhi, tunapima, tunamilikisha. Mpaka sasa, kwa upande wa vijijini, tuna vijiji takriban 32 ambavyo vimepanga matumizi bora ya ardhi. Tumetenga maeneo ya malisho, tumetenga maeneo ya wekezaji, tumetenga maeneo ya makazi, tumetenga maeneo ya misitu, tumetenga maeneo ya huduma za jamii. Kwa hiyo tumerasimisha katika maeneo yote viwanja 23,000 mpaka sasa. Katika maeneo tuko 80% ya utekelezaji ya hii miradi. Aidha, mkuu wa division ya ardhi anasema vijiji 32 kati ya 43 vya halmashauri ya wilaya ya Chunya vina mpango wa matumizi bora ya ardhi, huku vipande zaidi ya 6,000 vikitambuliwa na vipande zaidi ya 3,400 vikiwa vimepimwa katika vijiji vya Godima kata ya Chokaa na kijiji cha Igundu kata ya Sangambi. Njia zilizotumika kuwafikia wananchi wa Chunya katika vijiji tajwa ni mikutano ya hadhara, kliniki za ardhi pamoja na vikao mbalimbali ambapo wananchi wamekuwa wakipewa elimu ya matumizi bora ya ardhi, jambo ambalo limeleta matunda chanya kwani wilaya hiyo ya Chunya kwa sasa imetulia. Pamoja na elimu kuwafikia wananchi, mkuu wa idara ya ardhi amesema kupitia mikutano, kliniki na vikao mbalimbali pia wamekuwa wakitoa maonyo mbalimbali kwa yeyote anayekiuka miongozo, maelekezo na sheria za ardhi, na hapa anaeleza. Marufuku kununua eneo ndani ya wilaya ya Chunya pasipo kuiona idara ya ardhi. Kwa hatua hiyo wananchi wengi wameelimika, na ukiona sasa Chunya wanajenga sana kutokana na mwamko kwamba ardhi saizi ina manufaa. Lakini pia tumekuwa tukizunguka mtaani, tukimkuta mtu anajenga bila kibali cha ujenzi, kwa maana anajenga sehemu isiyo salama, tunamuelimisha, tunamkumbusha na kumuelimisha kwamba wajibu wako mwananchi ni kuhakikisha kwamba unajenga kwa utaratibu ili kusudi usiingie matatizoni. Kwa wananchi wengi wameamka sana kutafuta vibali vya ujenzi na wanajenga sehemu ambazo ziko salama. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi sana. Idara ya ardhi, ofisi ya mkurugenzi muda wote iko wazi. Huko nyuma kuna migogoro mingi sana, lakini sasa hizi migogoro imepungua sana na wananchi wengine waone ofisini. Ni kwa sababu tumekuwa busy sana kuwahudumia wananchi site
kupitia sisi wataalamu, kupitia makampuni binafsi, wananchi wamehamasika sana kuhakikisha vipande vyao vinakuwa salama na kutatua migogoro yote ambayo inaweza kutokea maeneo hayo. Kwa hiyo lazima tuipange Chunya yetu ili tupate barabara za kuwasaidia wananchi kufika maeneo yao, lakini pia tuhakikishe kwamba tunashirikiana na wananchi kwa ujumla. Tunaendelea kufanya vizuri, ndio maana unaona Chunya hizi imetulia, wananchi wana amani, na tunaomba ushirikiano kwa wananchi wote wa Chunya. Tuendelee kushirikiana pale ambapo tunakuja katika maeneo ambayo kutoa huduma ya ardhi. Kamati ya ardhi katika vijiji ndio wasimamizi wakuu wa ardhi katika vijiji husika. Kamati hiyo ndio inaanza kupokea malalamiko yoyote kuhusiana na matumizi ya ardhi katika ngazi za vijiji. Wakati migogoro inayoshindwa kupata suluhu hupelekwa ngazi mbalimbali za usuluhishi. Mwenyekiti wa kamati ya ardhi ya kijiji cha Igundu, ndugu Eli Ngulo, anapaza sauti yake kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuhimiza kila kipande cha ardhi kupimwa, kwani kwa kufanya hivyo kumepunguza migogoro iliyokuwa inavikumba vijiji mbalimbali ikiwamo kijiji hicho cha Igundu. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake ya kuona kwamba kila mwananchi kipande alichonacho kipimwe. Na tunashukuru kwamba upimaji wa ardhi ametushushia gharama, kwa sababu tunapima kwa shilingi 40,000 kwa eka moja, kiasi kwamba kila mmoja anaweza kumudu. Kabla ya zoezi la urasimishaji kuanza, kulikuwa na migogoro mingi ya ardhi, yani kati ya mkulima mmoja na mwingine, alafu pia ukichangia kwamba kijijini kwetu hapa kuna wafugaji, pia kulikuwa na migogoro mikubwa sana kati ya wakulima na wafugaji. Lakini kwa hali ya sasa, kwa kuwa urasimishaji wa ardhi tayari umeshafanyika, migogoro tayari tunaona imeshapungua, kwa sababu kila mmoja anakijua kipande chake. Ndugu Ngulo anawaasa wananchi wa Chunya na Watanzania kwa ujumla kutumia fursa mara tu zinapojitokeza, kwani kinyume chake ni kujuta pamoja na kujilaumu, jambo linalowakumbusha baadhi ya wananchi wa Igundu waliobeza walipojulishwa kushiriki zoezi la urasimishaji wa ardhi. Wakati zoezi linaanza, kuna watu walisema kwamba haya ni masuala ya kisiasa, lakini baadaye zoezi limeanza, watu wakaitikia, na baada ya muda mfupi watu wakapewa hati. Sasa mara baada ya kuona kumbe zoezi kuna watu wanapewa hati, kwa hali ya sasa watu wanakuja wengi, wanatutafuta kwamba jamani, mimi naomba muende mkanipimie eneo langu. Sasa tuombe tu kwamba kwa wenzetu ambao bado zoezi halijahamia huko, basi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu kuna manufaa makubwa ya kila mmoja kuwa na kwamba ardhi yake ikapimwa. Wenyeviti wa vitongoji kadhaa vya kijiji cha Igundu ambao ni wanufaika wa zoezi la upimaji wa ardhi wamekiri wazi kwamba zoezi limeleta msaada mkubwa katika jamii wanazoziongoza, kwani migogoro sasa ni historia katika maeneo yao. Suala la wananchi kupuuza mambo mbalimbali yanayoletwa katika jamii limegusa viongozi hao, huku wakitoa rai kwa Wanachunya na Watanzania wengine kuhakikisha wanajitokeza katika urasimishaji wa ardhi. Malalamiko ya ardhi yalikuwepo baina ya mtu na mtu, maeneo ya mashambani huko, lakini hata maeneo ya makazi migogoro ilikuwepo. Baada ya hao ndugu kuja kumilikisha ardhi au vipande vya maeneo ya makazi, naona kidogo, kama mimi mwenyekiti wa kitongoji, naona hii adha imepungua kidogo, na pia unaendelea kupungua, maana bado zoezi linaendelea. Kwa hiyo kuna wengine bado hawajapima, lakini bado wanaendelea kupima. Ina hakika kwamba migogoro hii inaendelea kupungua. Mwanzo kiukweli migogoro ilikuwa mingi sana, lakini baada ya wataalamu wa ardhi kuja na kutuelimisha juu ya urasimishaji wa ardhi, kiukweli migogoro imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Mimi maeneo niliyopimiwa ni maeneo 4 na yote hati tayari zishatoka. Kwa hiyo nilihamasika, lengo ni kuondoa migogoro ambayo wenzetu kipindi cha nyuma ilikuwa ikiwatokea. Kipindi cha nyuma watu waliamini hizi ni propaganda, hizi hati hazitolewi kirahisi hivyo, lakini kupitia mkuu wa wilaya na kutoa elimu juu ya matumizi na juu ya umilikishwaji wa ardhi, kiukweli wamehamasika, na kwa imekuwa kama fundisho. Naamini
kupitia ile elimu ni vijana wengi wamejitokeza juu ya kurasimishwa ardhi, na mpaka sasa vijana wamekuwa wengi wamejitokeza kwa kiasi kikubwa sana. Wananchi ndio wahanga wakubwa wa utekelezaji wa sera, miongozo na hata kanuni mbalimbali zinazoanzishwa katika sekta mbalimbali za maisha ya kila siku ya mwanadamu. Katika sera ya ardhi toleo la mwaka 2023 linalosisitiza kila kipande cha ardhi kipimwe na kitambuliwe, wananchi wa Chunya wameanza kunufaika moja kwa moja, na kwa kuthibitisha hili wamesikika kwa kusifu na kupongeza idara ya ardhi Chunya kwa kazi walioifanya katika maeneo yao. Wanawake, vijana na hata wazee wamethibitisha umilikishwaji wa ardhi, jambo linaloandika historia mpya kwa wilaya ya Chunya, huku mategemeo makubwa ni maendeleo ya huduma za kijamii kupitia upangaji wa matumizi bora ya ardhi. Zoezi la urasimishaji ardhi ni zuri sana. Yaani linampa mtu akae na ardhi kwa amani. Nimshukuru mama yetu, Mama Samia, ameupiga mwingi katika urasimishaji wa ardhi. Kwa sababu kila mtu nahisi ni sawa na kwamba anamilikishwa ardhi bure. Lakini nimshukuru mkuu wa wilaya, lakini pia nishukuru idara ya ardhi wilaya. Inafanya kazi vizuri. Pamoja na idara ya ardhi kijiji, wamefanya kazi vizuri sana. Kwa sababu vijana wengi wamejitokeza, wa kike kwa kiume, wazee wengi wamejitokeza kumiliki ardhi zao. Lakini nilihamasika kuyamiliki, lengo ni kuepusha mgogoro. Ninapokuwa na hati mimi na uwezo wa kupata, ikawa kama zamana yangu ninapoenda kuomba mkopo benki au sehemu yoyote ile. Hivyo tumeweza kumiliki ardhi, mashamba, makazi. Hivyo tunampongeza sana kwa juhudi hizi alizozifanya. Mimi mpaka sasa hivi nimemiliki ekari 4 za kwangu binafsi, ambazo nilinunua kwa hela yangu na nazimiliki kwa sasa, ni za kwangu mwenyewe. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wajitahidi, wawe wapambanaji ili waweze kufika kama hatua hii tuliofika. Wengine tumeweza kumiliki ardhi, sio ndoto, ni kweli. Wakipambana wanaweza. Ninajisikia furaha kubwa kwa sababu huko nyuma ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwa wanawake kumilikishwa ardhi. Hata wale waliokuwa na beza leo wanaumia, wanatamani kwamba na mimi ningepata, kwa nini mimi nibaki nyuma? Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa tu ushauri wangu. Watu tunaomba serikali inapowaletea swala lolote lile, tunaomba tuunge mkono, kwa sababu serikali inaona mbali. Wahenga walisema, usipoziba ufa mara zote lazima ujenge ukuta. Athari za kutokushiriki katika kutambua, kupanga na kupima ardhi ya Chunya inaweza kusababisha migogoro ambayo maeneo mengine imegharimu maisha ya Watanzania wenzetu. Kwa kuliona hilo, Mheshimiwa Rais aliagiza maboresho katika sera ya ardhi ya mwaka 1995 ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka 30, huku mabadiliko mbalimbali ikiwemo maendeleo ya sayansi na teknolojia yakiwa sehemu ya jamii, na huku sera hiyo ikiwa haina mabadiliko yoyote. Lengo haswa la mabadiliko ya sera hiyo ni ili iendane na mabadiliko makubwa yaliyopo katika jamii. Hivyo mwaka 2023 mapema mwezi Machi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua rasimu ya matumizi ya sera hiyo, na sehemu ya hotuba yake imetumika katika makala hii. Ni jukumu la kila mwanachunya kuhakikisha anashiriki yeye mwenyewe na kuhimizana ili kuhakikisha kila kipande cha ardhi kinapimwa na kinamilikishwa. Na kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumeungana vyema na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuilinda na kuitunza pamoja na kuiendeleza Chunya. Kwa kushiriki zoezi la urasimishaji ndio dhana ya kuziba ufa, ili miaka ya mbeleni tusije kujenga ukuta mzima. Hivyo wanachunya, njooni tuuzibe ufa kwa kushiriki kwenye zoezi la urasimishaji wa ardhi Chunya. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo na imesomwa kwako nami Bahati Taidi. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.